Tunamshukuru sana Yesu kwa ajili ya nafasi hii. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya kile ambacho unataka kukifanya usiku wa leo. Asante kwa neema na kibali na nafasi ya kusimama tena kwenye nyumba yako kwa watoto wako kwa ajili ya kile ambacho unataka Bwana kitokee. Mungu, ninajikabidhi kwenye mikono yako. Unipe neema, unitumie na unisaidie Bwana kuwa yule mtu ambaye unanitaka niwe siku ya leo, ili kulifikisha kusudi lako. Katika jina la mamlaka la Yesu. Roho Mtakatifu, nishike mimi ambaye ni mdhaifu, lakini kila ukinishika wana nguvu sana. Na leo tena nishike kwa nguvu hiyo, ili nikaachilie maneno ya uponyaji, maneno ya uzima na maneno ya kumvusha mtu fulani, katika jina la mamlaka la Yesu. Na watu wa Mungu waseme amen. Amen. Unaweza kukaa tafadhali katika jina la Yesu. Well, kama ambavyo nisema, namshukuru Mungu sana, lakini ninataka pia elekeze shukurani zangu za dhati sana kwa ndugu yangu na familia yangu na rafiki yangu Pastor Morris. Asante sana kwa mwaliko. Asante sana kwa kuwa rafiki kwetu, kwa kuwa mtu bora kwetu, na kwa kuwa mtu ambaye tunakutegemea. Na ni vizuri kabisa nikisema kwenye mic ili watu wa City wajue, lakini pia ila watu wanaosikia duniani kote wajue ya kwamba Pastor Morris he is my brother. He is my brother. He is my brother. Najua wewe upigi makofi ndio maana upati ndugu wazuri, kwa sababu una wivu. Sio wako umekunja mtumishi. He is my brother. Na as I grow, navyoendelea kukua, nimekuja kugundua ninaanza kupunguza sana kuwatambulisha watu mbele za watu kama ndugu zangu. Yani as I grow, yani zamani nilikuwa nikimwona mtu tu jana siku mbili tatu nasema this is my brother. Siku hizi wasema huyu ni ndugu katika Kristo. Huyu ni ndugu katika Bwana. Lakini nataka tu niseme kabisa mbele za Mungu, Pastor Morris has been very dearly to me, na familia yangu pamoja na watoto wetu, pamoja na mke wake Neema, kwa mke wangu, kwa watoto wake, kwa watoto wetu. Na ni mtu ambaye Mungu ametuunganisha kwa kusudi na amefanyika baraka sana. Na nilikuwa ninaongea na rafiki zangu fulani nikasema, katika rafiki zangu wachungaji nilionao, Pastor Morris naye ni mchungaji. So you guys have a very good pastor, trust me. A very good pastor. A very good pastor. Pastor Morris ni mchungaji. Ni mchungaji tu ambaye hata mimi nikikosaga hekima ya kichungaji. Sasa unajua sisi wengine pia kwa sababu ya wito Mungu aliotuita, kuna wakati tunakuwa kama kichaa. So nikikosaga hekima ya kichungaji, and guess mchungaji gani wanamtumia? Ni mchungaji Morris. Wanamuuliza pastor, hii tunafanyaje? So ni mtu ambaye tunaongea sana, ni mtu ambaye we share. Nyumbani kwangu mimi ukija, in my own house, kuna chumba kinaitwa chumba cha Pastor Morris. Nyumbani kwangu. Watoto wangu wanajua hivyo. Yani watoto wangu wanajua hivyo. Kuna chumba tunakiita chumba cha Pastor Morris, pamoja na mke wake Neema. Kwa hiyo Pastor, ninashukuru sana kwa namna ambavyo umekuwa mtu mwema sana, na namna ambavyo umekuwa rafiki bora sana. Na ninakuombea hata wewe Mungu akupe marafiki. Mungu akakupe watu salama. Si kwa kadiri unavyozidi kukua katika kila eneo kwenye maisha yako, unakuja kugundua watu genuine wanapungua. Watu genuine wanakuwa wachache sana. Lakini even though Mungu anao watu kwa ajili yako. So mimi maombi nayo kuombea, may you locate your genuine people. Watu wa sawa kwenye maisha yako. May you have that ability to see them. Uwe na uwezo wa kuwaona and recognize them, na kuwatambua katika jina la Yesu. Watu ambao mtapita nyakati zote, nyakati za juu, nyakati za chini,
nyakati zote, na Mungu atawasaidia katika jina la Yesu. Lakini pia namshukuru Mungu sana kwa ajili ya watu ambao Mungu amenipa kufanya kazi pamoja nao, au makamanda wangu. Naomba pia niwatambulishe Injili pamoja na Mika. Asanteni sana pia kwa kusimama pamoja na mimi. Huwa nasemaga tu kabisa, kama unataka kuniua mimi, ukipenetrate hapa ndio umeweza. Kama in case una sumu, basi utawapa hawa. Sasa mpaka uwe na uwezo huo wa kufika, ni watu ambao wametumika na Mungu pamoja na mimi. Sasa najua kuna mtu ananiuliza, sema pastor, ungeanza kuhubiri. Trust me, nimeshaanza kuhubiri. Ni wewe tu huoni notes, lakini nimeshaanza kuhubiri. Yani hapo nimekuhubiria, yani mpaka hapo umepata somo la kwanza. Unahitaji watu, you need people. Na kuna watu unahitaji, unajua ndio uzuri wa kuja Hope City, I am home. Kuna watu unahitaji kuwajenga kabla hujawa mtu. Si kama unanielewa Kwa sababu kila nikiangalia sura zenu hapa, naona ninyi wote Mungu anawapeleka mahali. Sio kwa sababu nakutia moyo, because I see that. Yani kuna mahali mnaenda. So kuna masomo kadhaa ambayo tumejifunza, mengine kwa maumivu sana. Kuna watu it's better kutengeneza connection na bond kubwa tokea huku mwanzoni, ili utakapofika kule, kwa sababu kuna kipindi Mungu anakuweka mahali haujui watu wanakuja kwako kwa sababu yako ama kwa sababu ya kile Mungu amekifanya kwako. Haujui watu wanakuja kwa sababu yako au kwa sababu ya kile kitu ulichokibeba. Lakini kuna hawa watu ambao wanasema Mungu wako atakuwa Mungu wetu. Mahali utakapokuwepo tutakuwepo. Watu wako watakuwa ni watu wetu. Na hao Mungu amenipa hawa watu, they're amazing. Nafikiri hata ukiwaona tu mahali popote unajua okay, Pastor Fred yupo. So God bless you. Asanteni kwa kutumika pamoja nami. Asanteni kwa kunitumikia. Asanteni kwa kumtumikia Mungu pamoja nami, katika jina la Yesu Kristo, amen. Alright, namshukuru Mungu pia kwamba nimefika. Nilikuwa na ratiba Bukoba, nimetoka Bukoba leo, tumeingia hapa kama saa 1 usiku, lakini kwa sababu ya Pastor Morris, ile seminar nilikuwa natakiwa nifanye siku 3, nikawaambia hapana, nitafanya siku 2. Nikawaambia siku 2, siku ya 3 naondoka. Kwa hiyo leo nimewakimbia. Ile seminar ilikuwa siku 5, kwa hiyo nimefanya siku 2 na siku ya 3 niko hapa. Ili pia ni somo ya kwamba give time kwa watu ambao Mungu amekupa. Don't use people. Kama wanapatikana kwako, patikana kwao. Amen. Build to last, si ndivyo? To conquer. To last, to conquer. Tumetengenezwa kushinda. Sasa tuanze kitabu cha Hesabu sura ya 13. Nataka nihubiri na nifundishe kidogo kutokea hapo, na tuone Yesu atatusaidia aje. That is our theme tonight. Theme yetu ni tumejengwa kushinda, build to conquer. Tumejengwa kushinda, na nataka nihubiri kwenye hiyo na nikuonyeshe maeneo kadhaa ambayo yatakusaidia kuendelea kushinda katika jina la mamlaka la Yesu Kristo. Kama unakubali sema amen. Na tunapoongea kwa habari ya kushinda, maana yake kunatanguliwa na ukweli mgumu ambao pengine tunaweza tusiwe tayari kuupokea, ukweli wa kupigana. Hakuna ushindi bila vita. Is it? Si ndivyo? Sasa mara nyingi we claim victory, lakini tunaikataa vita. Na tunadhani kukataa vita ni imani. Lakini ni vizuri ukaelewa ya kwamba imani si kupingana na uhalisia, ila imani ni kuanzia utendaji unaoanza mahali ambapo uhalisia umeisha, na unaenda mahali ambapo uhalisia hauwezi kufika. So ninaposema nina imani,
ya kwamba Yesu ameniponya, ni lazima nikubali ya kwamba mimi naumwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Si kama mnatumia Bwana Yesu asifiwe, Bwana asifiwe. Mtanielewa vizuri, Bwana asifiwe, au ni praise the Lord? Bwana asifiwe. Okay. Ama niko opposite bwana. Never know, mezoea yai. So mnanielewa Mungu, kuna kitu ambacho nataka ukione. Mmoja kati ya kitu ambacho kimetufanya sisi kama Wakristo kutokuona manifestation ya imani ni kwa sababu tumechanganya imani na denial. Faith is not a denial state. Imani sio hali ya kukataa uhalisia. Matter of fact, imani si kukataa uhalisia, na ndio maana tutafsiri imani, imani ni kuwa na hakika. Now, kuna kukubaliana na hali, alafu sasa na kuwa na uhakika na hali ambayo haionekani lakini umeikubali ndani. That is faith. Lakini watu wengi wanadhani imani ni kukataa kwamba mimi siko hivyo. No. Kuna kukataa ya ukiri na kuna kukataa ya denial. So unapofika mahali ambapo unahitaji uponyaji, ili umuhitaji mponyaji lazima kwanza ukubali ya kwamba mimi ninaumwa, na ndio maana ninahitaji mponyaji. Na sasa imani si kusema siumwi. Imani ni kusema aliye mdhaifu aseme nina nguvu. Sasa you see, hakatai kwamba ni mdhaifu. Ndio maana Biblia inasema aliye mdhaifu, maana yake anasema ana nguvu lakini bado yupo kwenye state ya udhaifu, ila haongei state aliyopo, anaongea kitu anachokitarajia, kwa sababu imani ni kuwa na uhakika wa mambo ya tarajiwayo. Kwa hiyo kilichopo sio imani, kilichopo ni uhalisia. Imani ni unachokitarajia, uhalisia ni ugonjwa, imani ni uponyaji. Come on. I say opposite. Kwa kama inafunguka. Sisi kama unanielewa Uhalisia you are broke. Very. But imani, sema haleluya. Imani ni kuiona kesho iliyojaa, even though ukiangalia unaona tu kabisa, mwanangu, hali nilionayo haieleweki, lakini kuto kushikwa na ile hali. Sasa wengi tunakataa hali tulizopo, na kwa sababu tunazikataa tunaua mchakato wa matarajio, kwa sababu hakuna haja ya kutarajia ikiwa iko hivyo. Na ndio maana Yesu mahali fulani akasema walio wazima hawahitaji tabibu, kwa sababu wale watu walikuwa wanajikataa hali ya udhaifu wao wa ndani, ila wanamtaka Yesu. Yesu ikabidi awaambie, nyinyi sikiza, kama nyinyi mko fresh, acheni mimi nikakae na makahaba, kwa sababu walio wazima hawafanyaje? Hawamuhitaji tabibu. Kama ninyi mnakiri kuwa ni wazima, hamuhitaji, ngoja niende kwa ajili ya wagonjwa. Kwa sasa tunaposema tumejengwa kushinda, build to conquer, lazima tukubali ya kwamba pia ushindi wetu unatokana na ukweli ya kwamba tunaishi kwenye dunia kinzani. Tunaishi kwenye dunia ambayo iko opposite na sisi. So katika jina tunakataa vita. No, mtu wa Mungu yani ili ushinde vita tu ipo, itakuwepo. Na matter of fact, siku tulipookoka tu, yani siku tulipookoka yenyewe ni kitendo cha vita, yani kitendo cha kutangaza vita, kwa sababu umeamua kwenda kinyume na system, kinyume na mfumo. Kwa hiyo umetangaza vita, whether you see it or not, lakini umeshafanyaje? Umetangaza vita. Kwa hiyo tunaposema
tumeumbwa kushinda. Hii ni kauli ama hii ni statement ambayo strategically Roho Mtakatifu anakukumbusha nature yako, ili usije ukashikwa na mazingira yako na ukasahau nature yako. Kwa sababu niwaambie ukweli, somehow somewhere, kila mmoja wetu hapa kuna kitu anamwamini Mungu kwacho usiku huu, yani kwenye maisha yake. Yani hapa tumeona tumecheza na praise team nzuri sana ya Hope City. You guys are wonderful. Mmeona tumecheza, tumepiga na sebene, na kuna wakati kabisa ukawa unacheza tu ni kutoa sumu pia ndani. Unamsifu Mungu kweli, lakini unasema kwa kweli, yani kwa mambo yaliyokuwepo bora tu nanilia angalau nipate burudiko. Kwa hiyo ni kweli ulikuwa unamsifu Mungu, lakini kuna vitu vingi unadili navyo. Sasa hivyo vitu kwenye maisha yetu kuna wakati vinaweza vikawa vigumu kiasi kwamba vinaanza kutupa definition ya maisha, alafu tunaanza kujidefine kwa state tuliyopo. Na ndio maana mtu akipitia kwenye maumivu kwa muda mrefu, mtu akipitia kwenye kukataliwa kwa muda mrefu, mtu akipitia kwenye manyanyaso kwa muda mrefu, kitu shetani anachokifanya huwa anatumia ile hali kuua kitu kinaitwa self esteem ndani ya yule mtu. Inafika wakati mtu anaikubali ile hali na anayakubali madhara ya ile hali, ndio unaona mtu sasa haanzi kuoga. Yesu kama nahubiri, kama kuna watu wanasema wanahubiri injili nyepesi, ngumu nitakuhubiria pia. Yani unaona yule mtu anafika wakati hajali tena. Have you ever met those kind of people eh? Kwa sababu gani? Ile hali imemconsume kwa muda mrefu kiasi kwamba imempotezea uthamani wake, na alipopoteza uthamani wake akakubali kile kilichotokea, alafu akajifananisha na ile hali. Kwa hiyo anakuwa tu ni mtu anaishi kivyovyote, yani anafanya vyovyote, anavaa vyovyote, yani hakuna kitu ambacho anakiona. Yani unajua, ukiona una debate leo nivae nini, maana yake you are sober, akili yako iko. Lakini ukiona imefika wakati hauna debate yoyote, something is very wrong with you. Usichukie sinahubiri, sema amen. Yani ukiona wakati yani haudebate, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe ambacho kina reason. Ukiona haudebate umjibuje mtu, yani lolote linalotoka kinywani mwako ndio limetoka, hauna filter. Wakati mwingine tatizo sio mtu, tatizo ni mahali ulipopita, yani pamesha kuvunja. Na ndio kuna watu wanaongea akwambia blaza, yani blaza, wewe unaage wale watu akwambia yani blaza, yani sijui, yani blaza, yani maana yake hapo anakusanya maumivu ya miaka yake yote, anataka akutue wewe. Kwa sababu gani? Kuna hali ameikubali. Sasa neno la Mungu linapotuita kwenye mkesha huu na kusema ya kwamba tumejengwa kushinda, linaanza kutukumbusha sio tu kushinda vita, linatukumbusha pia tumejengwa kushinda hali, tumejengwa kushinda mazingira. My God, tumejengwa kushinda vitu ambavyo ndio vinawabadilisha watu. Na usiku Bwana akakupe neema ya ushindi huo katika jina la Yesu Kristo. Sio tu ushindi dhidi ya adui, ushindi dhidi ya hali, ushindi dhidi ya mazingira, ushindi dhidi ya mambo yaliyokuzunguka. Wakati mwingine ushindi tu dhidi ya attitudes za watu juu yako, kwa sababu pia kuna vita nyingine sio lazima iwe vita ya maneno. Kuna vita nyingine lazima ushinde watu wanakuonaje. Yani lazima ushinde wewe, usijione wanachokuona, kwa sababu Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, sio aonavyo mtu nafsini mwake. Maana yake unachokiona kuhusu mimi, kama Mungu aone hivyo, huo ni muono wako, huyo sio mimi. Kosa ni mimi kuona unachotaka nione wewe.
Yaani hilo ndio kosa. Yaani kosa ni mimi kuanza kuona wewe unavyotaka nione. Na wanadamu wakitaka kumuua mtu wanampa picha wanaotaka wao aione juu yake. Hiyo ndio njia wanadamu wanaitumia kuharibu watu, wanakupa picha. Na ndio maana ukikutana na watu toxic wanaanza kukuaminisha kwamba wewe sio hicho unachoona. Sio kama kuna mtu ananielewa? Anyea muelewe hapa kwenye ibada hii tumekaa na mtu ambaye alikuwa na ndoto ya kuwa rais kabisa. Kwenye ibada hii umekaa na rais hapa. Lakini ni nini? Alikutana na watu wanaitwa walimwengu. Akaelezea kwamba bwana, mimi unajua na kitu cha uongozi ndani yangu. Alafu wale watu ili kuua ile kitu, mtu alicheka tu kicheko kimoja. Unajua kuna kicheko hicho cha haha ulichocheka wewe, na kuna unajua mtu akifanya yani maana yake anachokwambia blaza, kalale uote tena. Kama hiyo ni ndoto, kalale uote tena ndoto nyingine. Kwa mtu alipofungua tu Pepsi pale akaharibu kabisa kila kitu kuhusu wewe. Kwa ukaanza kujiona watu wanavyotaka uone. Mtu wa Mungu, usiona tumesimama hapa tumepambana kuto kujiona watu walivyotaka kutuona. Tumepambana na hiyo ni vita ya kwanza ambayo lazima uishinde, kwa sababu watu wengi wanaposikia we are built to conquer, tumetengenezwa kwa ajili ya kushinda, anaanza kuona maadui. Lakini upinzani wa kwanza upo kwenye ufahamu wako, ambao lazima utrain ufahamu wako kutoitika kwenye vitu ambavyo mtu wa Mungu, mimi unayeniona, mimi nimeshawahi kusimamishwa na mtu kabisa, mtumishi wa Mungu, mchungaji, na ananiangalia, ananiambia, wewe sikiza nikwambie, yani wewe nataka uelewe, yani wewe sio kitu, yani wewe sio hicho kitu unachodhani huko. Mtu wa Mungu, unaambiwa hivyo na mtu ambaye umemtrust, anakwambia ni wewe sikiza. Unajua hiyo ni nyundo kubwa sana. Matter of fact, nimeongea kwa Kiingereza haijanoga. Kwa Kiswahili, kwa Kiingereza aliniambia you are nobody. Ayo, wewe sio kitu, ni nyepesi. Wewe sio kitu, ni nyepesi. Ndio aliniambia kabisa, aliniambia macho, akaniambia sikiza nikwambie, you are nobody. Yani wewe usidhani, wewe ni yani you are nobody. Nataka tu uelewe, you are nobody. Yani hakuna kitu wewe huko. Sasa safari yangu iliamua sana niliyapokeaje yale maneno. Lakini mimi niliamua tu kwamba mimi I am nobody kwake, na nikaipima dunia yake, nikakuja kugundua ni ndogo sana. Dunia yake ni ndogo sana kunifanya mimi nisikitike kwa sababu ya mawazo yake. Sio kama nahubiri hapa Ikani kunifanya mimi nisikitike kwa ajili ya mawazo yake. Kwa hiyo nikakubali I am nobody to you. Na kwa nini nilikubali? Kwa sababu na mimi niliamua naye atakuwa ni nobody. Kwa hiyo ni nobody wawili waliokutana na kukawa kuna nothing out of nobody. Yani na kukawa tu kama kuna giza tu limepita, totoro limepita, akaondoka na usiku wake, nikaondoka na usiku wangu. Kwa hiyo nobody mbili zikawa zimekutana, and nothing was that special. Lakini mtu wa Mungu, unavyoniangalia mimi ni nobody kweli? Nobody hawi kama mimi, na hawi kama wewe katika jina la Yesu. Kitabu cha Hesabu sura ya 13. Wanasema pastor leta jamaa asome hata Biblia. Anasema tu maneno yake. Okay, ngoja nisome Hesabu. I missed you, Hope City. I missed you. Haya, Hesabu 13 basi, ngoja nitumie. Ukisoma hapa utaona kuna mambo kadhaa ambayo anaanza kuyasema. Ukishuka kuanzia ule mstari wa 25, nataka tuanze kusoma kuanzia hapo. Naona Biblia yangu ipata shida kidogo hapa. Kuanzia mstari wa 25, nataka uone anasema wakarejea baada ya kuipeleleza ile nchi mwisho wa siku 40. Wakafika kwa Musa na kwa Haruni
na kwa makutano wote wa Israeli katika jangwa la Parani na huko Kadesh, na wao mkutano wote wakaonyesha matunda ya ile nchi, wakawaambia wakisema tulifika nchi mliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake, lakini watu wanaokaa katika ile nchi ni hodari. Neno la kulishika ni kuanzia thank you, ni kuanzia lakini. Hapo anasema watu wanaoishi katika ile nchi ni hodari. Mstari wa 28 niko kuanzia mstari wa 28 pia anasema ni hodari, wanakaa na miji yao ina maboma, nayo ni mikubwa sana, pamoja nao tuliowaona wana wa Anaki huko. Mstari wa 29 anasema kitu gani? Anasema Amaleki anakaa huko katika nchi ya Negebu na Mehiti na Miebusi na Mwamori. Sasa hao wanaowataja ni majitu, ni makoo fulani ya madude fulani yanatishatisha. Anasema Mwamori wanakaa katika mlima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Wana mstari wa 30 anachokisema, anasema Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema na tupande mara moja tukaimiliki, maana twaweza kushinda bila shaka. Twaweza kushinda bila shaka. Ona mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema sasa, mstari wa 30, naomba niache hapo kidogo. Mstari wa 30 ndipo ambapo usiku wetu Roho Mtakatifu anautoa kutokea hapo, ya kwamba kweli majitu yapo, kweli hayo majitu wanayoyasemea, kwa sababu Kalebu pia hapa I'm glad hakukataa ripoti walioleta kwamba Wahiti, Wahivi, Wayebusi, Wanegebu, Waamori kweli wapo, lakini that is a fact. Lakini kuna ukweli ulio mkubwa zaidi ya huo, ya kwamba pamoja na kwamba wapo, ila sisi twaweza kushinda hakika. Kwa nini anatumia neno twaweza kushinda hakika? Kwa sababu ndani yetu sisi tuna software ya ushindi from the beginning. Yani tuna kakitu kako ndani, regardless mazingira yanasemaje, lakini kale kakitu katashinda tu from the beginning. Kale kakitu kameshatabiri ushindi. Ninakuombea sio ikawe ndio fungu lako katika jina la Yesu siku ya kwamba regardless ya hali ambayo unaipitia, uwe na uhakika ya kwamba hakika unaweza kushinda. Ni kweli inawezekana vitu havionekani viko hivyo. Ni kweli inawezekana kuna majitu unayaangalia yako mbele yako. Ni kweli inawezekana kuna mazingira yamegoma, lakini lazima somewhere ndani yako ujiambie kama Kalebu, lakini tunaweza kushinda na tupande mara moja tukaimiliki, maana twaweza kushinda bila shaka. Ninapenda hili neno bila shaka, yani twaweza kushinda bila shaka. Kwa nini hakuna shaka? Kwa sababu ndani yetu tunajua tumejengwa kushinda, tumejengwa kushinda. We are built to conquer. Yani hivyo ndivyo tulivyo. Now, mstari unaofuata anasema kitu gani? Kalebu akawatuliza watu mbele za Musa, akasema na tupande mara moja tukaimiliki, maana tunaweza kushinda bila shaka. Mstari wa 31 au ndio imeisha? Okay. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema tuwezi tukapanda tukapigane na watu kama hawa, maana wana nguvu kuliko sisi. Lakini hawa watu hawakwenda kujaribisha kupigana, walienda kupeleleza tu nchi. Sasa wamejuaje wana nguvu kuliko wao? Maana hawakujaribisha kupigana. Ni uvivu tu wa kufikiri. Anasema wana nguvu kuliko sisi. Mstari unaofuata wanaongezea tena 32, wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile nchi walioipeleleza. Wakasema ile nchi tuliyopita katikati yake ili kupeleleza ni nchi nayo wala wakazi wake, na wao bado hawajaliwa. Ni kama yule mtu ambaye anasema kama unajua mimi nimezaliwa kwenye ukoo ambao yani kwa kweli watu kuna laana, hatuna uzazi, na wewe umezaliwa. Sio kama kuna mtu ananielewa. Am I being too much? Au sio kama kuna mtu ananielewa yani kwamba kwa kweli yani mimi ni kwenye ukoo ambao kuna laana ya kutokuwa na uzazi.
Utatuambia wewe ulikuja kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Yaani ndio tuambia pengine labda wewe ni Mungu pamoja nasi. Emmanuel uko hapa na hatujui. Ngoja nisijitangulie mbele. Kuna mambo nataka nikuonyeshe hapo mbele yatakusaidia sana. Kwa hiyo hapo anasema ile nchi inawala watu waliokula, lakini wao wametoka bila kuliwa. Akasema na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu wakubwa mno. Mstari wa 33 anaanza kuwamention aliowaona tena. Kisha huko tuliowaona Wanefili, wana wa Anaki waliotoka kwa Wanefili. Sasa unaposoma hawa Wanefili, hizi sio koo tu. Hawa wa Anaki, Wanefili hawa ni ukoo fulani wa kina Goliati, lakini wa kina Goliati Pro Max. Hawa jamaa walikuwa na vidole 6. Na kweli waliwaona, yes. Yani kuna mijitu ilizaliwaga hiyo ilikuwa na vidole 6, ni mikubwa mirefu, inaishi huko. Kweli waliwaona, lakini kuna vitu walizidisha. Wanasema tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotoa. Now this is a very important statement walioitoa, na hii ndio fact. Katika ukweli wote walioongea, ukweli walioongea upo paragrafu ya mwisho ya kwamba wanasema hivi, na tulijiona, baada ya kuona hao watu, tulijiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na wao ndivyo walivyojiona sisi. Mimi nilitegemea kwa sababu hao watu ni wakubwa na hao watu ni majitu na wanakula watu kama walivyosema, pengine wao walikuwa hawana test, ndio maana walirudi. Yani kama nilitegemea, kama ilikuwa ndio hivyo, nilitegemea wangejibu hivi ya kwamba walituona kama mapanzi, wao si ni wakubwa. Nilitegemea wangesema walituona kama mapanzi na sisi ndivyo tulivyojiona, lakini wamekuwa wakweli, nasema tulijiona. Na Biblia inasema ajionavyo mtu ndivyo alivyo, sio aonavyo. Kwa hiyo maana yake tatizo sio ukubwa wao, tatizo ni wao walivyoanza kujiona. Siku ulivyoanza kujiona ulichokiona, ndio tulivyoanza kukuona ulichokiona. Tuwa Mungu si hatukudharau. Kwambie tu ukweli, hatukudharau sisi. Hatukudharau. Si tumerespond kwenye ulichokiona ndani yako. Mtu wa Mungu si hatukuchukuliaje. Wewe ndio unachojichukulia. Kwa hiyo ulipojichukulia wewe, na si tukakuchukua ulivyojichukua. Hivi unajua binadamu ndio wameumbwa kumbeba mtu alivyojibeba. Na ndio maana unapotokea kwa mtu kwa mara ya kwanza, first expression yako ya mara ya kwanza unayokutana na mtu ndio inayoamua atakavyokubeba maisha yako yote utakayoishi naye. Kwa acha kulaumu watu blaza. Rudi kwenye mtazamo wa ndani, kwa sababu mara nyingi we blame people kwa kile ambacho sisi ndo tumewapa watu kukiona. So hapa nasema tulijiona na wao ndivyo walivyotuona. Kwa hiyo mara nyingi watu wanatubeba kwa picha tuliowaonyesha. Na ndio maana nasema first expression matters. Yani hiyo inaamua watu wataishi na wewe vipi. Kwa hiyo ukishajua hichi, utakuja kugundua vita ya kwanza ya kuishinda ni vita ya ufahamu wako, na vita ya namna unavyojio, yani regardless ya mambo uliyopitia. Na leo ngoja nikupe ushuhuda. Nimetoka Bukoba tukafika pale airport. Sasa nilikuwa nimevaa very simple. Tuko tumepita pale very simple, I mean very simple. Nimevaa tu jeans na nini. Nimepita pale, nafikiri kuna mtu alikuwa na frustration zake. Na namna ambavyo nilikuwa nimeapia na alikuwa hajanitambua, nafikiri yule ndugu akaamua tu. Nafikiri pia alijaa kwenye mfumo wa ulimwengu wa roho. Akaamua kwamba ananimudu. Kwa hiyo wakatukagua pale sehemu ya kwanza, tukapita sehemu ya pili. Nikiwa kwa kusalimia, wakiangalia vizuri ndio wanagundua pastor
Bwana siwe. Ambia amina. Wengine wasipoangalia vizuri sasa wanajua so you. Kwa tukapita sehemu ya pili, jamaa akachukua begi langu anakagua. Nikamwambia naomba nifungue begi. Nikamwambia it's okay. Nafungua, nikamwambia fungua hilo begi vizuri tafadhali. Akasema unataka nikukague? Nikukague. Nikanyamaza. Akaita mtu. Alipoita mtu, yeye mtu nafikiri akajaa upepo. Njoo. Alipofika, kitu cha kwanza akaninyang'anya simu. Alikuta nimeshika simu. Kaniambia mbona unanipiga picha? Kaninyang'anya simu. Kaniambia sasa nifuate mimi. Njoo. Nikalipia. Wakawa kila airport kuna kituo cha polisi pale. Kwa wakawa wananipeleka kule sasa. Nikasema nawasubiri mfike kule ndani. Kwa wakanipeleka kule. Kachukua simu. Sasa wakawa nadhani wananitishia. Kumbe mimi nilikuwa I was very polite. Mpaka wameninyang'anya simu. Waambia njoo, nichukue begi lako, njoo. Tumefika pale wanamwambia ubaki, unaenda wapi? Sasa huyu ni msaidizi wangu. Huyu lazima aingie, tukaingia. Kauliza swali moja, mnaweza mkao mna maelezo kwa nini mmenileta humu ndani? Sasa tunataka tukague simu yako. Nikamwambia sasa ninaifungua hii simu. Msipokikuta mnachokitafuta, mimi nimeshawatambua ninyi kina nani na ninyi mtanijua mimi ni nani. Alafu nikafungua simu nikawapa. Tumishi wa Mungu akaangalia, nikasema so mmekikuta mnachokitaka? Hawajibu chochote. Nikamwambia sasa naomba simu na mimi nataka nipige simu. Akasema ngoja nitoke tu hapo. Blaza usitoke. Na ukweli hata hakuna mahali nilikuwa naenda, watumishi wa Mungu. Niwaambie ukweli. Yaani hakuna mahali nilikuwa naenda. Akasema ngoja tu na mimi nitoke hapo. Yaani simu za kupiga nilikuwa nazo, lakini nilikuwa naona it's not worth it. Sio kitu cha yaani hawa mbona tunawamudu tu. Yaani hawa hata mimi nikiamua tu kuingia kwenye ulimwengu wa roho na wapuliza hawa. Yaani kuna nguvu nyingi tu za kutumia. Lakini kawa nasema hawa tu ili niwafundishe adabu. Nikasema ngoja na mimi. Kabisa sasa ninyi mmeshafanya mlichokifanya, na nikamwambia ukweli. Nikamwambia sasa wewe unanifahamu mimi? Mimi nimeshakufahamu wewe ni nani, lakini nataka na wewe leo unifahamu mimi ni nani. Na nikamwambia ukweli. Nikakwambia kwa sababu umeniona nimevaa hivi, umenichukua mepesi. Nikamwambia mimi sio mepesi ulivyonichukua. Sasa nataka leo tufahamiane. Kwanza niambie wewe jina lako tu lile la kawaida la kuzaliwa ni nani na matumizi na jina lako. Sasa blaza tusifike huko, blaza tusifike. Nikasema umeshafika, tumalizie. Sio kama unanielewa Na pale nilichokuwa tunafanya, nilikuwa tu ninaweka joto fulani ambalo nilikuwa nataka tu wakati mwingine in case ya abiria wengine wakija wajifunze tu kuwaheshimu watu kwa sababu ni watu, sio kwa sababu wamevaa suti. Kwa nikapiga simu kwa watu wakawa wanakuja. Sasa watu wanakuja na pale watu wale wakawa wanakuja, jamani mmemfanyaje mgeni wetu? Na wakaanza kuona sasa jamu inakuja. Naona mtu anatetemeka tu, anaweka mkono anakuambia blaza, unajua haya mambo yanaongeleka. Nikasema no, haya mambo hayaongeleki mpaka unirudishe uliko nitoa. Unatakiwa unisindikize, kwa sababu ulinichukua kwa ushindi pale kana kwamba mimi ni mwizi. Kwa sasa ili watu wote wajue mimi sio mwizi, inabidi unirudishe kwa heshima. Kwa ikabidi abebe begi langu, aanze kunipitisha mahali, ananiambia vua viatu. Nikamwambia blaza, sivui viatu. Yaani wewe ndio unatakiwa ubebe dhamana ya kuhakikisha ya kwamba mimi ni raia mwema na nimekaguliwa na mimi ni mtu. Au nataka tujuane? Akasema basi hamna, mwacha pite. Nikapita, wakaenda wakanirudisha pale nikakaa. Lakini kitu gani nachokufundisha? Nisingekuwa nimejaa ndani, wale watu walikuwa wanataka kuniuzia uoga na pengine nisingefika da. Kwa sababu niwaambia mnataka kuniweka ndani, I'll be glad for that. Nitafurahi ili wakati natoka tutajua. Kasema basi sisi hatujasema hivyo, lakini kasema kwani nyewe mlichonileta huku ni nini hasa? Sasa huo ni mfano mdogo wa jinsi ambavyo in our lives, katika maisha yetu kuna njia mbalimbali tunapita
zinaweza zikataka kutudogolaizisha, zinaweza zikataka kutufanya alafu tukabao kwenye kile ambacho tumekiona, tukawa intimidated na kitu, alafu kikaamua hatima yetu itakuwaje. Na ndio maana ninaamini huu usiku unaweza usio kwa ajili ya kila mtu, lakini ni usiku wa mtu mmoja ambaye Roho Bwana amekuja kukukumbusha ya kwamba you are valuable zaidi ya hali ilichosema juu yako, zaidi ya mazingira yalichosema juu yako, zaidi ya watu waliosema juu yako. Lakini kabla hakijatokea kwako, kinaanza kwanza na ufahamu, kwa sababu ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo kilichonipa mimi pale kushinda kiukweli ni namna mimi navyojiona ndani. Na kiukweli mtu wa Mungu, nilivyokuwa naongea nao, nilikuwa najiona hivyo ndani. Kwambia no, come on. Wewe huwezi ukanifanyia mimi hivyo. I am the servant of the Most High God. Si kama unanielewa eh? Yes, ninajijua. Yaani ukiachana mimi ni Mtanzania, mimi ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu nilikuwa najua tu pale, nikiliwacha tu sikosi watu 2 watatu wanaonifahamu wataka kuja pasa. Bwana Yesu asifiwe jamani, mwacheni mchungaji. Sikosi watu 2. Kwa sababu niliona hiyo kutokea ndani, na hiyo ndio ikanipa ujasiri wa kusimama mahali ambapo nilitarajiwa kupiga magoti. Si Mungu akupe ujasiri wa kusimama mahali ambapo watu wanadhani unatakiwa kubao, kwa sababu unajua no, mimi sio wa level hii. Yani hata ngoja niwaambie, hata ingetokea ya kwamba natakiwa sio niende wapi, yani hakuna kitu kingenifanya mimi nibao, kwa sababu najua value niliyobeba. Kama nimewahi hapa ushuhuda, mimi nimeshawahi kukamatwa hapo, nikaingia polisi na kosa wale walifanya kuniingiza mule ndani, nikatoka na watu wameokoka. Yani nilifika mule ndani nikaanza kuhubiri nikahubiri. Baada ya masaa 2 nikatoka, watu wameokoka mule ndani. Watu pastor, hatukujua ni wewe. Sio hata ambacho wangenitishia kingenitishia, kwa sababu walichotaka kunitishia kimeshawahi kunitishia. Lakini kuna kitu najaribu kujenga ndani yako. Tatizo sio tatizo ni wewe. Na ndio tunaliona kwenye mstari wa 33. Tatizo halikuwa Wanefili, kwa sababu ukisoma haya maandiko utakutana na makundi makubwa mawili. Hawa wapelelezi walikuwa wako 10. 8 wamesema jamani hatuwezi, 2 wamesema tunaweza. Lakini hawa wote 10 wameona majitu yale, wameiona nchi ile, mazingira yale, na hawakutumwa wakati tofauti. Wakati ni ule, lakini wamekuja na majibu tofauti. Then it has to tell us ya kwamba kilichowafanya hawa watu kureact sio walichokiona, ila ni hali ya ndani. Umewahi kukutana na mtu anakukaripia kwa kitu ulichokifanya, alafu you wonder, hicho unachonikaripia ni hichi nilichokifanya au kuna kingine? Kumbe huyo mtu ana stress zake, ila huyo aliyempa stress ya mwezi. Sema amina. Akachagua anayemweza na akagundua anayekuweza ni nani? Kama yule ndugu alidhani mimi anafanyaje, ananiweza. Inawezekana alikuwa na stress za nyumbani huko, kanuniwa, akatafuta mtu akuja kumtupia mzigo. Sasa kwenye situation ile watu wanakuja na reaction mbili. Wengine wanasema hatuwezi, wengine wanasema tunaweza hakika. Kwa hiyo ni nini? Kwa hiyo issue sio walichokiona, issue ni state ya moyo iliyoletwa na mawazo. Na ndiyo sababu sasa ushindi wa kwanza ni ushindi wa kimawazo. Nafikiri kama ningekuwa nakwambia andika, hiyo ndio pointi ya kwanza.
wewe unaandika mimi wasitaji point. Hiyo ni point ya kwanza. Kwa hiyo tunaposema tumeumbwa kushinda, tumeumbwa kushinda kwanza vita ya sisi na sisi, ambayo hiyo inaitwa vita ya mawazo. Now, vita hii ndio vita kubwa inayopiganwa katika ulimwengu wa roho kabla ya vita nyingine yote. Na huwa nawaambia watu ni vizuri tukaelewa ya kwamba vita ya kiroho inaanza kwanza kwako kabla haijaenda kwa adui. Sasa watu wengi tukisikia vita ya kiroho huwa tunaona wapinzani wetu, na ndio maana nikisimama hapa nikakwambia hebu ombea ufahamu wako. Utaomba maombi ya kistaarabu sana kwamba Baba, katika jina la Yesu, asante, asante. Na kuna mwingine tena unaweza kusimama, unajua ile ya kipendwa ile unafanya lakini wewe unajua kabisa uombe ila tu maana unaona this is akisema simama, ombea kila anayekuzuia atoke. Hapo ndio utaona staili zote za maombi zilizotoka duniani. Unajua kuna ile staili watu wanashika tumbo hivi koka kaka ujaelewa ile watatu mtu ameshika hivi koka kaka, kwa sababu ameambiwa ombea anayekuzuia atoke kwenye njia yako. Maana kila kilichosimama ondoka mbele yangu, ondoka mbele yangu. Lakini ukweli ni kwamba hakuna adui mkubwa kama adui wa ndani. Hakuna adui mkubwa kama adui wa ndani. Vita ya kwanza iliyomwangusha mwanadamu haikuwa vita ya nje. Mtu wa nje alikuja kuprovoke kitu cha ndani. Kwa hiyo Eva alirespond kwenye taarifa ambayo hakutakiwa kurespond. Alikuwa amejaa kwa taarifa aliyonayo, hakuwa na haja ya kurevisit taarifa ya nyoka na taarifa ya Mungu aliyosema. Kwa hiyo ilikuwa ni vita ya ufahamu. Kabla ya kumlaumu nyoka, ilikuwa ni kwanza yeye ufahamu wake umejawa na nini. Sasa ukiangalia kwenye kitabu cha Wakorinto, nataka uone hapo. Kama kuna mtu ananielewa seme amen. Come on. Kama kuna mtu ananielewa seme amen. Ukiangalia hapo utaona kitu ambacho kitakusaidia sana. Kuna maeneo kadhaa ambayo nataka nikupitishe. Wakorinto wa pili sura ya 10 kuanzia mstari wa 3. Nataka uone kitu ambacho Roho Mtakatifu atakusaidia, alafu nataka tukaombe Mungu kwenye ile eneo. Yaani leo kitu ambacho Roho Mtakatifu ameweka msukumo ndani yangu, nataka nikusaidie kushinda vita ya ndani kwanza. Kwa sababu ukishinda vita ya ndani, vita ya nje umeshinda. Ukishinda vita ya muono, vita ya nje umeshinda. Ukishinda vita ya namna unavyotafsiri, vita ya nje umeshinda. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Anasema maana ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Lakini wengi wetu sisi tukisikia vita, ndio maana tukisema omba juu ya mtu anayekuzuia, tunaanza kuwaona hata watu. Kwa sababu gani? Wengi tumetafsiri mwili. Wale watu wanaweza kawa ni objects zinazotumika, lakini ukweli ni kwamba hiyo vita ipo rohoni. Na nitakuonyesha vita ya kiroho iko wapi. Kwa hiyo tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha zetu zina nguvu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Alafu ona, anasema hata kuangusha ngome. Hata kwa hiyo maana yake anachotueleza ya kwamba vita ya kiroho ni vita ya kuangusha ngome. Si kama kuna mtu ananielewa Yaani vita ya kiroho, mtumishi wa Mungu, ni kuna lidude limesimama lingome mbele ya mtu, ambalo hilo lingome lisipoanguka huyo mtu atoboe. Kwa hiyo vita ya kiroho ni vita ya kuangusha ngome. Na ndio maana mimi nikiitishaga maombi haya ya vita, nafundisha kuliko kuomba. Ingawa watu hawaelewi, but I thank God watu wameanza kuelewa. Kwa sababu najua
nikikufundisha sana utaomba kidogo, nikikufundisha kidogo utaomba sana. Na Yakobo anaandika, anasema mnaomba sana ila hampati. Why hampati? Kwa sababu jambo la moja, hamuombi vizuri. Hampati kwa sababu hamna, lakini hata mnaomba lakini hamjibii kwa sababu hamuombi vizuri. Sasa anasema hata kuangusha ngome. Nao hiyo ngome kwenye mabano kutuonyesha sasa ngome ni nini. Maana ngome mtu anaweza akasema kizuizi, lakini ngome ya kiroho kabla ya mtu kwanza, mstari unaofuata anasema tukiangusha mawazo. Kwa hiyo ngome ya kwanza ni mawazo. Si kama kuna mtu ananielewa kweli? Tena natamani mimi ningekuwa nimekaa hapo ndo nahubiriwa ili somo. Kama unaelewa sema amina. Unajua ukisema amina nahubiri vizuri sana Ukisema amina huwa nahubiri vizuri sana. Sema amina. Ndio kwanza saa 6:30 mtu wa Mungu ananikazia sema amen. Amen. Sawa. Kwa hiyo naona anasema silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha nini? Ngome. Alafu anatuonyesha sasa mstari unaofuata, ngome ya kwanza anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Now, what is the knowledge of God? Kwa sababu lazima tujue ili hicho kitu tujue kimejiinua juu ya elimu ya Mungu. Lazima kwanza tuijue elimu ya Mungu na tujue elimu ya hicho kitu. Elimu ya Mungu, yani sitaki kukupa complications nyingi. Elimu ya Mungu ni neno la Mungu linavyosema juu yako wewe. Sasa kuna vitu huwa vinasema kinyume na neno la Mungu linasema juu yako, na kitu cha kwanza ni mazingira. Mazingira yana tabia ya kusema kinyume na Mungu anasema. Sasa kitu cha kwanza, lazima uwe na uwezo wa kuyahendo mawazo yako, kuto kukubaliana na mazingira, lakini kukubaliana na Mungu anachosema juu ya mazingira. Hicho ndio kinaitwa elimu ya Mungu. Kuto kukubaliana tu na hali na kukubaliana na Mungu anachosema juu ya hali. Kuto kukubaliana tu na vitu, kukubaliana na elimu ya Mungu inachosema juu ya vitu. Na unapofika hapo kwenye maisha yako, umefika mahali ambapo umeweza kuangusha ngome ya kimawazo ambayo ndio inaweza kukuzuia kuwa kile kitu Mungu anachotaka. Na usiku wa leo siupokee hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Kila ngome ya mawazo kwenye ufahamu wako Bwana akakupe kuiangusha katika jina la Yesu, na ufike mahali ambapo katika kila unachokiwaza hautawazia mazingira, hautawazia akaunti yako ya benki, utawazia future Mungu aliyokuwekea mbele, hautawazia watu walivyokuona, utawaza kitu Mungu anachokisema. Na wazo kubwa juu ya Mungu ni hili, maana ninajua mawazo ninayowazia, asema Bwana, sio mawazo ya mabaya, bali ni mawazo ya amani, kuwapa ninyi matumaini katika siku zenu za usoni. Maana yake Mungu anachokiwaza, hautakiwi kuwa na mwaka mzuri uliopita. Every year ahead of you has to be better in the name of Jesus. Maana yake anasema kuwapa ninyi tumaini katika ubaadaye wenu, katika future yenu, katika kesho yenu. Maana yake hautakiwi kuwa na siku njema iliyopita, lakini kila siku iliyoko mbele yako lazima iwe siku njema kuliko iliyopita. Kwa sababu gani? Mungu anatupeleka utukufu hata utukufu, imani hata imani, neema hata neema, viwango hata pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Nasema pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Usipojua, yani mimi wanawaambia watu, ukiniona mwaka leo, ukija kuniona mwaka kesho, I'll be better kuliko ulivyoniona jana. Sasa pastor useme hivyo, hujui dunia. Mimi dunia naijua, lakini nalijua neno kuliko unavyoijua dunia. Sio kuna mtu ananielewa? It is what you think.
ni kile unachokiwaza. Siku moja zamani mama yangu akanisimulia ushuhuda. Anasema nikiwa mdogo niliwahi kumwambia mimi nitakuja kuwa mchungaji, and she was very happy kwamba angalau na mtoto anataka kuwa mchungaji. Sasa ushuhuda wa hii story punchline iko hapa. Yeye aliposikia mimi nataka kuwa mchungaji, akaanza kunitajia sasa wachungaji wake. Kaambia, wow, utakuwa kama mchungaji fulani. Sasa nawataja kwa majina. Sasa nisitaje, pengine huyo mchungaji ni wewe. Yani pengine akawa nawataja wale wachungaji kwa majina. Akasema, okay, sio niseme nani sasa. Unataka kuwa kama mchungaji Bosco. Nikawa nakataa, hapana. Kasema sasa akawa anatajia majina ya wachungaji wake. Kuna mchungaji alikuwa anaitwa Mangungu. Unataka kama mchungaji, utakuwa kama mchungaji. Akasema hapana, sio huyo. Anataja jina jingine, mchungaji Zuina, anasema hapana, sio huyo. Sasa akaniuliza, kwani unataka kuwa mchungaji nani? Kwambia mimi nataka kuwa mchungaji Silvin. Sasa akaniuliza, huyo Silvin ndo mchungaji nani? Lakini kumbe kwenye kichwa changu mimi si huyo mchungaji Silvin, sio kwamba nimemuona. Nilikuwa na imagination. Kwa nikatengeneza jina. Sio kama kuna mtu amenielewa hapa Yaani nikatengeneza jina la kitu nacho kiimagine. Yaani mimi nilikuwa nataka tu mchungaji fulani tu. Kwa hiyo nilikuwa naangalia, unajua kuna kaangalia sasa hapa mimi sio mchungaji, naangalia mchungaji mbona suti yake kubwa. Sio kama, kwa hiyo nikawa nakataa hivyo. Sio haleluya, sio kama mnanielewa. I'm sorry, lakini that is the truth. By the way, in case unadhani labda ninawatukana wachungaji, mimi babu yangu pia mchungaji. Pia babu yangu mimi alikuwa na suti kubwa. Kwa hiyo in case umekwazika, basi kwazika kwa ajili ya babu yangu. My dad is even a pastor. Kwa hiyo nikawa nikiangalia wale anaowataja na waona wale wachungaji ambao wanavaga na ile suti, makoti marefu yale, unafahamu yale, na tai na sijui kama nyewe mlivikuta vile viatu vilikuwa vinaitwa square. Hapo anabeba na briefcase. Kwa hiyo akawa anataja, unataka kuwa kama mchungaji nani? Anataja. Mimi nikiona ile picha natengeneza imagination, nasema hapana. Akaniuliza, wewe unataka? Ndio, nikamtengeneza mtu anaitwa Silvin. You imagine mambo ya rohoni I was a very little kid back then. Lakini nikatengeneza picha ya mtu ya kwamba nataka kuwa kama mchungaji Silvin. Kwa sababu huyo mchungaji Silvin nilikuwa namuona tu ni mtu fulani ambaye anavaa nguo zinazomtosha. Ni mtu fulani ambaye sio lazima akihubiri avae suti, ni mtu fulani. Lakini mtu wa Mungu, hata unaona mchungaji Silvin ametokea. Sema haleluya basi. Sio kama hata hata ukiangalia tu haraka mchungaji Silvin ametokea. Yani mimi kwa kweli ndo nitaka kuchunga hivi. Yani ndo nitaka I am glad Pastor Morris yani mtoto wa mchungaji kama mimi nilivyo mtoto wa mchungaji. Tunawaelewa si baba zetu. Yani ni ngumu, unakuja kwenye mkesha hujavaa suti. Yani unahubirije hapa? Hujavaa suti, unahubirije hapo hujavaa suti na tai hujavaa. Hiyo unahubirije hapa? Si kama unanielewa Uchungaji wetu si mwepesi sana, mtumishi wa Mungu. Na briefcase imekaa pale. Ina tenzi za rohoni, ina nyimbo za wokovu, ina Biblia na ina kitu kinaitwa fimbo ya mchungaji. Huwezi elewa. Kuna kitabu kingine kinaitwa fimbo ya mchungaji imekaa kule. Sasa you see, leo sisi tunatembea na haya madude. Yani sio kwa sababu sio Biblia, no. Ni kwa sababu tu lakini unajua usipo ndio maana kwa sababu mimi hapa sasa mimi nimebeba Biblia, nimebeba version ya Biblia kama 50 ziko hapa. Lakini ninachosema ni kitu gani? Niliwahi kuimagine aina ya mtu nayetaka kuwa. And guess what? Aina ya huyo mtu niliyemuimagine mimi kiukweli naona ametokea. Kabisa. Naona ametokea. And guess what? Watu wanaokoka mwanangu. Watu wanaokoka, watu kama mchanga. Watu wanaokoka. Hivyo wana mchungaji Silvin. Nafikiri inabidi tutengeneze movie inaitwa Mchungaji Silvin, Pastor Silvin.
Si kama unanielewa? Yaani watu wanaokoka lakini ni imagination iliyotengeneza. So nachokuonyesha, tatizo la kwanza ni wazo lako. Na wazo lako, tatizo pia sio wazo. Tatizo ni information ulizoruhusu kuzisikia. Kwa hiyo andika hapo, inabidi tu niwe mtu wa pointi. Mawazo ni matokeo ya taarifa. Taarifa yoyote unayoisikia kwenye maisha yako inakugeuza. Now, mmoja kati ya kitu ambacho shetani anakifanya kwetu sana, anatupa kupuuza taarifa. Na ndio maana katika mwili, wewe ni kile unachokula. Afya ya mtu ni matokeo ya aina ya chakula anachofanyaje. Afya ya ubongo ni matokeo ya taarifa unayoipokea. Watu wa Mungu, na ndio maana mtu anaweza akawa mgonjwa ila akawa mzima kwa sababu ya taarifa. Kwa nirudie tena, mtu anaweza akawa mgonjwa ila akawa mzima kwa ajili ya taarifa. Umewahi kugundua kuna watu wamekaaga na magonjwa miaka 5 hayajawahi kumanifesti mpaka siku walipopewa taarifa. Kuna watu wanaishiki na sukari na haijawahi kureact, ila siku walipoenda kwa daktari, daktari akaga, umefikaje hapa? Ile tu taarifa ya kwamba umefikaje hapa, ndio unaanza kuona mtu anakaa tu namna hii. Umeona nini? Umeona nini huko? Umeona nini? Akwambia, bwana, kuna kitu, sukari yako haiko sawa. Ndio kuanzia pale mtu anaanza kupata manifestation ya alichokisikia. So kumbe natupa kuona, ukicontrol unachokisikia, una control aina ya matokeo utakayopata. Sio kama kuna mtu ananielewa Sio kama kuna mtu ananielewa. Kuna ugonjwa wa kipepo uliowahi kutokea. A very demonic disease has ever happened in our generation. A very demonic. Unaitwa uviko 19. Mimi mpaka leo naamini lile ni pepo lilivaa mwili. Ule ugonjwa bwana ulikuwa unakuwa generated kwa taarifa. Watu wa Mungu, sisi wa Afrika, I am glad hapa siongei na wazungu. Sisi wa Afrika, sisi tumesurvive. Wewe ukitaka kujigundua umesurvive, wewe angalia tu chanjo ulizonazo mwilini mwako, ndio utajua umepigana na umepigana. Sisi tuko tunasoma ndui, sisi kuna pepo punda, manja, yani sio, mnanielewa We survive all that. Sisi tunakunywa maji ya mtoni na tumbo haliumi. Sisi wao tunang'atwa na mbu, sisi tunalala na mbu. Sio kama kuna mtu ananielewa. Yani ndio maisha yetu. Yani si mbu tunalala. Yani mbu imefika wakati sina mbu tumezoeana. Yani nataka nikwambie tu kweli, wewe kinachokutesa sio mbu, ni kelele. Yani mbu angekuwa anang'ata bila kelele, mbona wewe kinachokuamshaga wewe ni ile reverb inayopita, ndio ile inayofanya kama unajipiga makofi lakini mbu angekuwa anang'ata bila kelele, yani si mbu angeng'ata akang'ata na asubuhi tunaamka. Lakini mimi nikashangaa, nini kitu hii nanilia hisi ni kifua tu hichi kinachokuja. Kaja kugundua ule ugonjwa ulikuwa kwenye taarifa. Now na kukuonyesha ulikuwa kwenye taarifa, wakaanza kutuwekea sasa. Ukawa ukiingia tu kwenye simu pale ama kwenye Google ama kwenye nini, every day kuna tathmini za watu wanaopoteza maisha. Kwa hiyo ukiamka asubuhi, ukishika simu yako, kitu cha kwanza unakiona kuna mshale mwekundu umepanda, hali ya leo ni mbaya, na wanakuonyesha idadi ya watu. Unaanza kuangalia kama idadi ya watu wanaumwa, wanakuambia leo watu waliopata maambukizi ni watu 656,396. Yani kuna kitu kinakwambia nangu ukosi watu wengi sana ukosi. Yani ulipopokea ile taarifa ukosi
Alafu wakaanza kutuonyesha idadi za watu wanaokufa, but guess what, halikuwa watuonyesha idadi ya watu wanaopona. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Wangapi mnakumbuka ile kitu? Kulikuwa kuna tathmini ya watu tu waliopoteza maisha kwa siku, lakini mtu wa Mungu waliokuwa wanapona ni wengi, lakini wao wanatuonyesha watu waliokufa. Mimi nakumbuka nilienda Benjamin Mkapa, kuna mtu alinipigia simu nikamuombea. Pastor Morris, mimi nilimuombea yule mtu na nilijua haponi. Sio sababu maombi yangu hayana nguvu. Nilishaona huyu imani yake imeshapotea. Yaani nilienda tu nimesogea hivi, anateteka paniki. Anatetemeka, pasa, nisaidie, niombe, niombe. Kama ndio maana nimekuja hapa, mimi sija kukutibu, nimekuja kukuombea. Lakini nimefika tu kwambia, niombe. Mtumishi wa Mungu. Niliomba lakini moyoni alikasema hapa Yesu. Yesu hapa, kama una cha kufanya fanya tu wewe. Mimi yes, kwa sababu yani hali ya mtu navyoiona, naona kabisa huyu mtu napoteza tu muda wangu bure. Kwa hiyo nasema katika jina Yesu, wewe ni mponyaji na unaponya magonjwa, na ndivyo ambavyo utaponya na huyu ndugu. Lakini kiukweli mimi moyoni niliondoka kabisa. Nilikuwa nasema hapa Yesu, tufanya tu rehema. Kweli kesho yake asubuhi nilipigiwa simu, yule jamaa alikuwa amefariki. Na sio kwamba alikuwa ni mzee. Watu walikuwa wanatuambia ugonjwa unaua wazee. He was very young. Yaani yule hata miaka 40 alikuwa hajafikisha. Miaka 30 kwenda 35 hapo. Kesho asubuhi kanipigia simu, yule jamaa amekufa. Yaani haikuwa taarifa kwangu. Na kwa tena nilipigia yule mzee, ananiambia, "Pastor, aisee, yule ndugu tuliyokupeleka jana bwana amefariki." Yaani mimi hata sikushtuka, kwa sababu mimi nilishaona kifo kabla hakijatokea. Sio kwa sababu alikuwa amezidiwa, hofu aliyokuwa nayo ni kubwa mno. Na ndio maana Biblia, neno pekee limeandikwa Biblia mara 365 ni usiogope. Kwa sababu Mungu anakuambia usiogope kila ukiamka, anasema usiogope kila ukiamka, kila siku, every single day. Kwenye Biblia kuna neno usiogope, kwa sababu hofu huwa inaumba kitu ambacho hakipo. Ayubu anasema nilichokiogopa ndio kilichonitokea. Kwa nini? Nilipokiogopa nikakiimagine, nilipokiimagine nikakitengeneza, nilipokitengeneza kikawa. Kwa kikawa kama nilivyoimagine. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na unavyojiona, haujioni hapa, haujioni hapa, unajiona hapa. Ni imagination unayoitengeneza kwenye ufahamu wako ndio inakupa kujiona. Jione kule ambako Mungu unataka kupeleke katika jina la Yesu. Wakatutengenezea ile kitu. Na unakumbuka walitabiri baada ya kufanya lockdown, wakasema Afrika kutakuwa na maiti zitapata. Wangapi hivyo nakumbukaga? Nyie kuna mahali Mungu ametutoa. Wangapi mnakumbuka ile kipindi walitabiri kabisa kwenye vyombo vya habari, Afrika kutakuwa kuna maiti zinatapaka. Ikapigwa lockdown kote dunia nzima. Na mataifa mengine ambayo watu hayajui labda. Sisi tulikuwa tuna mwamba mmoja huyo. Akaitisha kwanza kesho yake kikao na viongozi wa dini. Maaskofu wamekaa kule, mashehe, mapadri, makaasisi. Akaitisha kikao. Sasa unajua inabidi kwanza wageni walioalikwa waingie, alafu ndo mkuu aingie. Kiangalia pale mbele, maaskofu wote wamevaa barakoa mpaka huko. Kana mna hii. Alafu mwamba mwenyewe katokea hiyo, hana barakoa, hana nini. Akasema msiogope, huu ni ugonjwa wa kipepo na hatufanyi lockdown, tunaendelea. Kuna watu pale wakaanza kuona kama nimekuwa serious kuliko mwenye kikao. Mtu anaanza kuvua ile kitu. Visha kama haikuwepo, kama hapana. Nimevamia mtumbwi wa vibwengo hapa. Mtu anatoa na watu wakaanza kupungua. Na jamaa akasema si tufungi nchi. Na kweli hatukufunga nchi. Na kama ingetokea watu itakiwa kufa, wakufa tungekuwa sisi. Sio kwamba watu wakufa, walikufa. Lakini sio kama ambavyo watu walitarajia. Na ndio namna tukapita. Mnakumbuka Msaba wa Uganda akapiga lockdown. Au si ni Msaba?
Msaba akapiga lockdown kule. Alipopiga lockdown, Tima Mwamba akatangaza maombi. Mnakumbuka Msaba alichokisema? Akasema mambo ya kisayansi hayafanyiwi kwa maombi. Si tukagonga maombi siku ya kwanza, tukagonga maombi siku ya pili, tukagonga maombi siku ya tatu, au tukapewa tu na karespi kakujifukiza. Wajua ile ilikuwa tu ni psychological, yani tulipewa tu na kakitu kakutusaidia kwamba yamkiingia humu mkitoka. Mnakumbuka ile? Zile nyakati mbona kama zirudi zile. Unaamka asubuhi unaona mtu yuko ndani ya shuka hivi, waziri yuko ndani ya shuka. I said those old good days, mwanangu umezeeka, imagine wewe ulikuwepo. Unajua kuna story tulizoea kusimuliwa na wahenga. Guess what? Mwenga ni wewe ndio unayesimulia sasa. Kwa unaamka asubuhi unaona waziri amenanili, au mwingine anakunywa sijui nini. Ile nini walikuwa anakunywa ile dawa wameweka tangawizi sijui nini, mtu anakunywa sio tamu, lakini mtu anajifanya tamu kwa sababu mkuu amesema kule. Tunaona mwangalia na bila fanya anamkumbuka anakunywa mpaka fanya kwa sababu mkuu amefanya. Na tukacheza tukamchezo. Niwaambie ni ukweli, ule mchezo haukuwa kujifukiza, haukuwa nini, ulikuwa ni mchezo wa kuondoa hofu. Kwa sababu watu wakawa wanaamini nikiingia huko kwenye huu moshi natoka mzima. Lakini watu wengine moshi ndio unawasuffocate. Ila sisi tulikuwa tunaamini tukiingia kwenye moshi tunatoka wazima. Na kweli tulikuwa tunatoka wazima. So ile kitu ikawa inatuondolea hofu ndani yetu, inatengeneza mawazo ya uzima, and that is how we survived. Tuma Mungu. Kuna mtu anasema pastor, najua usiongee hivyo hujui. Ngoja nikwambie, mimi ile kitu ilipiga. Kama kuna watu walipigwa na ile kitu kikweli kweli, mimi ni mmoja wapo. Nilikuwa naamka tu nacheka, yani kwamba shida ni unapoanza kuwaza kufa. Kwa itakuwaje? Si watoto wangu wapi? Yani naenda wapi? Watoto wangu wafanye naenda wapi mimi? Biblia anasema Yesu naenda kuandalia makao. Nikirudi nitaje kuwachukua. Hajarudi, maana makao yangu mimi bado. Niende nikae mzuri nikakae kwenye nyumba ya watu. Bwana wewe nyumba yako nilikuwa sijajenga. Sasa umefikaje tena ghafla huko? Basi utakaa pale kwa yule mzee nani? Nenda kukaa kwenye nyumba ya mzee huko. Umejiwaisha. Nenda kukaa kifuani pa Ibrahimu. Unakuwa kama maskini Lazaro. Umeenda wakati sio hakuna nyumba, inabidi sasa ukafikia tu kifuani pa mtu pale. Mpumzika hapo wewe na mtu. Nakutengenezea. Maana kukuonyesha tu yule alienda wakati sio wake. Kufa kwa ajili ya umaskini. Kawai, makao yake hayapo. Kwa watu tatulia basi kwa Ibrahimu. Tasikilizia pale. Hivi sio mnacheka au mnanielewa? Bado ninahubiri Yeye ninachojaribu kukwambia, tatizo sio watu. Mawazo. Kwa usiku huu Mungu anadili na wewe. Yaani usiku huu Mungu anakupa kushinda vita ya mawazo. Yaani ndio kitu Mungu anachokifanya. Yaani usiku Pastor Morris, kama kuna kitu nitakuwa nimefanikiwa all the way from Bukoba, ni mtu mmoja akiondoka hapa aseme so nilikuwa nahangaika nini? Yaani kumbe sio hivyo ninavyodhani. Kumbe Mungu ana mawazo mema. Na huyo mtu ni wewe katika jina la Yesu. Nasema na huyo mtu ni wewe katika jina la Yesu. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kwa unaona ishu kubwa iko hapa. Dunia ina elimu yake na Mungu ana elimu yake. Na ubaya, elimu ya Mungu na elimu ya dunia ni elimu kinzani. Hichi kinaenda kushoto, hichi kinaenda kulia. Dunia inakuaminisha lazima uwe na kitu fulani ndio uwe fulani. Lazima uwe fulani ndio uwe fulani. Lazima uwe hivi ndio uwe hivi. Lakini Mungu anasemaje? Nimekuumba kwa mfano wangu na kwa sura yangu. Daudi anasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kushangaza. So wakati neno la Mungu linakwambia unatosha, dunia inakwambia hautoshi. Inakuongezea, inataka uadd vitu vyake. Na unavyozidi kuadd accessories, yeye inazidi kuziongeza. Kwa hiyo hakuna siku utafika utatoshea matakwa ya dunia inachotaka uwe. Haiko siku.
Watakwambia unajua, wewe unatakiwa kuwa hivi, wewe unatakiwa kuwa hivi, wewe unatakiwa kuvaa hivi, wewe unatakiwa kusuka hivi, wewe unatakiwa kuwa hivi. No. Haiko siku utatoshea. Yani mi niko hivyo nilivyo, na nilivyo ndio niko hivyo, na hivyo ndio Mungu aliniumba na aliamua niwe hivyo. Ndio maana nasema kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, na hivyo nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Mtu wa Mungu, mi sihitaji kuongezeka chochote kuwa mtu ambaye Mungu alimkusudia. Nahitaji tu kujiongeza katika knowledge na maarifa ya Mungu na uchaji na kumpenda Mungu. Hiyo inatosha. Nikishakaa hapo yani naweza nikawa hivi na nikaitikisa Tanzania hivi sifanani hivi mwanangu, yani hivi. Mi ndo Pastor Fred, mimi hapa, na mi ndo Mungu amenipa neema na neema kubwa sana, kubwa sana hivi. Pastor Steven hivi, kwa sababu nilishinda vita ya mawazo. Hebu shika ufahamu wako, sema katika jina la Yesu, Bwana Yesu, nipe neema ya kushinda vita ya mawazo, ya kushinda vita ya ndani, katika jina la Yesu. Pe Bwana Yesu makofi kama unanielewa. Pastor Morris, this is a great night. Yani hata mimi sikujua itakuwa hivi. Huu ni usiku mkuu sana katika jina la Yesu. Ngoja nikwambie, this is a night to remember. Kuna mtu mmoja utaikumbuka hii Friday night worship. Hii utaikumbuka na utasema Yesu asante kwa ajili ya ule usiku, sababu ufahamu wako unabadilika katika jina la Yesu. Anasema kijunacho juu ya elimu ya Mungu. Sasa nimeshakwambia, kwa hiyo kuna mawazo na kuna kitu kinainuka. Kwa hiyo elimu ya Mungu ni kile Mungu anasema kuhusu wewe kwenye neno lake. Elimu ya dunia na sio tuseme elimu ya dunia ni kila kitu. Manake kitu kinaweza kuwa elimu ya dunia, kitu wakati mwingine kinaweza kuwa wazazi wako, kitu wakati mwingine kinaweza kuwa ni best friends wako, kitu kinaweza kuwa ni watu waliokuzunguka, kitu kinaweza kuwa ni mazingira yaliyokuzunguka, kitu kinaweza kuwa ni historia. You see, kuna watu hawapigi hatua kwa sababu ya historia walionazo. Mtu wa Mungu, kila mtu aliyewahi kusimama ana historia ngumu. Matter of fact, mimi nikisema nikusimulia, mimi na historia ngumu kuliko unavyoweza ukadhani. Lakini sikuruhusu historia, na ndio maana inaitwa historia, ini guide kwenye future yangu. Niliruhusu historia iwe mwalimu na ushuhuda wa future yangu. Yaani wewe huwezi ukakaa hapo. Kuna mtu yeye ana huzuni, kila mkiomba ukiuliza shida nini, tumishi? Sasa mtumishi wa Mungu, kulia sio vibaya, lakini unalia nini? Sio kama unanielewa eh? Inawezekani yani hata mtu akinanda akikosea tu akapiga unadhani maombi. Yaani sio kama unanielewa eh? Namuuliza vipi? Akamwambia pastor, mimi nilikuwa abused nilipokuwa mdogo. Unakumbuka mpaka leo? Na kuna mtu anateswa na historia ya mjomba. Mimi nilipokuwa darasa la 3 na sasa hivi hilo li mtu nilibaba la mtu kwa nilipokuwa darasa la 3 au nilimama la mtu. Kwa kweli niliteswa sana na mjomba. Ile kitu iliacha kovu ndani yako. Darasa la 3 una kovu la darasa la 3, una kovu na mjomba ambaye pengine alishatubu na Mungu akamsamehe. Na guess what? Biblia inasema Mungu akisamehe anafanyaje? Anasahau. Kwa hiyo Mungu hakumbuki kwamba mjomba wako alikuwa abuse. Wewe unakumbuka kwamba unajua niliteswa sana. Mimi jinsi nilivyo leo ni matokeo ya mateso. Sema kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Fukuza hiyo kitu. Fukuza kabisa iende. Kwa sababu unajua mimi mateso.
ni mateso ya mjomba. Alinipitisha kwenye kipindi kigumu sana. Anaanza kuacha mambo yako. Mjomba wako pengine utamkuta hata mbinguni, huo mjomba wako anaongoza step, na usipokuwa makini wewe uendi, kwa sababu utakuwa umebaki na uchungu. Hivi umegundua kuna mijitu ilishatuuzigi ikajisamehe? Yaani hata hii kutuomba si msamaha, ikajisamehe yenyewe ikaendelea na maisha yake, ila sisi iliyotuuzi tumeendelea kuishikilia, tumekuwa watumwa wao. Kuna mijitu imetufa toka kwa mara ya pili. Sio kama kuna mtu, kuna mijitu imetufanyiaga vitu. Kuna ile mijitu inakufanyia, inakukera, lenyewe linajisamehe likikuta kwambia upo kiongozi. Unajiuliza kwani huyu akumbuki kwamba mimi na yeye kwambia pamoja mkuu. Yaani lenyewe limeshajisamehe, limeshaendelea na maisha yake. Wewe kuna mtu umekuwa naye kwenye mahusiano amekuumiza, wewe umeshindwa kumove on, yeye amemove on, ana watoto 3 sasa hivi, anaelekea kupata wajukuu. Wewe kila ukienda kwenye maombi unamtaja ukutani, baba Alex anaelekea kupata wajukuu, bado uko Alex ameutesa moyo wangu. Sema toka kwa mara ya 3 katika jina, toka. Yose, tunanaswa na vitu vidogo sana. Ngoja nikwambie, kama kuna ibada ya ukombozi, leo ndio ibada ya ukombozi. Yani hii ni deliverance service. You are delivered in Jesus name. Nasema unakomboka kwa jina la Yesu. Nasema unakomboka katika jina la Yesu. Unakomboka katika jina la Yesu. Moyo wa mwanadamu unaweza kupokea na kuachia. Jifunze kwenye moyo wako kuwa na nafasi ya kupokea na kuachia. Wewe uweze ukasema wewe siwezi kuishi bila wewe, mtu ambaye unakutana naye tu kwani huko. Uliishije huko kote? Leo umeishi miaka 28 peke yako. Moyo ukutana na mtu miezi 6. Unamwambia mimi siwezi kuishi bila wewe. Hii miaka 28 mtumishi wa Mungu. Ulikuwa yani huku nyuma ulikuwa unafanyaje? Ulikuwa toka. Anasema kijinwacho jia lemo Mungu. Unaona sasa hatua ya pili. Asante Roho Mtakatifu. Pastor Morris tutanitumia hili somo. Nabii nikaliongeza kwenye kitabu hili. Hatua ya pili anasema kitu gani? Na tukiteka nyara kila fikra ipate nao. Mtu wa Mungu, fikra kumtii Kristo sio wazo la hiari la fikra. Ni wazo la kuteka nyara fikra yako. Nao kuteka nyara, watu wa Mungu, ni kuteka. Yaani kuteka ni kuchukua kitu au mtu bila ridhaa yake. Nafikiri sasa hivi nikisema kuteka mnaelewa. Nafikiri kama kuna ni kama kuna wakati mnaweza, nafikiri kama hii sihitaji kuielezea sana. Basi ni wakati huu. Naelewa. Maana sasa hivi ndio mambo hiyo unakuta tu mtu hayupo. Alikuwepo, hayupo. Kuogopa hivyo pia hiyo ni kuteka nyara fikra. Naye ongea mimi unaogopa wewe. Sasa angalia. Sasa pastor siseme hivyo. Yaani nisiliandiko hili jamani, au mlioni hili andiko? Mnaliona andiko? Limeandikwaje? Soma kwa nguvu, limeandikaje? Sasa kuteka nyara ni kumchukua mtu bila hiari yake. Unamnyakua kama mwewe, alafu unaenda naye unakokujua wewe. Yaani sio kwamba kujulikana, ila yeye yani akujui, lakini yani wewe mpaka umempeleka wewe unafanyaje? Unapajua. Ngoja nirudie tena. Asante Roho Mtakatifu. Nao ufunuo mkubwa sana huo. Yaani yeye anaweza asikujui, ila wewe unapajua. Kwa hiyo anayeteka anajua anakokipeleka anachokiteka. My God. Maana yake unapoteka nyara fikra yako, wewe unajua hiyo fikra unaielekezea wapi, sio fikra ikuelekezee wewe wapi. This is very powerful.
very powerful. This is very powerful. This is very powerful. Kwa hiyo anaposema tukiteka nyara fikra ipate kumtii Kristo, maana yake anachosema fikra yako isikuongoze wewe, uiongoze fikra mahali unapotaka fikra yako iwe. Sio kama kuna mtu ananielewa. Hicho kitu kitakusaidia kuwa aina ya mtu ambaye Mungu anataka uwe. So, watu wengi tunaruhusu sisi ndio tumetekwa nyara na fikra. Yaani fikra inakupeleka inakofikiri. Unajua, huwezi ukazuia mawazo, ila unaweza ukazuia mawazo kukupeleka yanakotaka kupeleka. Huwezi ukamzuia ndege kuruka juu ya kichwa chako, lakini unaweza ukamzuia asiweke kiota juu ya kichwa chako. Huwezi ukamzuia mtu kukusema vibaya, lakini unaweza ukazuia maneno yake mabaya yasiathiri moyo wako. Maana yake umeteka nyara fikra ipate kumtii Kristo. Umeelekezea mahali ambapo ni neno tu. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Kwa hiyo maana yake kuteka nyara fikra imtii Kristo, maana yake unaielekezea kwenye neno la Bwana. Yaani fikra yako inataka neno la bibi yako. Watu wachache wamenielewa. Yaani fikra yako inakukumbusha kumbukumbu ya nyumbani kwenu, ila wewe unaiteka. Na kwa nini unaiteka? Nyumbani kwenu umezoea. Kwa hiyo fikra imezoea mazingira ya nyumbani kwenu. Sasa kuiteka, unaihamishia kwa nguvu mazingira ya kwenye neno la Kristo kuliko mazingira ya nyumbani kwenu. Wakati nakwambia ninyi ni watu maskini, wewe unaihamisha kule, imezoea, unaipeleka, unasema alifanyika maskini kwa ajili yangu. Pale ni maskini maskini, na ndio maana alizaliwa kwenye holi zizi la kulishia ng'ombe. Na pale ukisoma maandiko yanasema nyumba zimejaa wageni. Lakini pale niliposoma vizuri nikaja kuelewa, sio nyumba zimejaa wageni, nyumba alizokuwa anaweza kulipia Yusufu. Sio kama kuna mtu anaelewa. Watu wa Mungu, nyumba za wageni huwa hazijai. Unazoweza kulipia, yaani hamna. Hoteli zimejaa, hoteli huwa hazijai. Kuna zinazojaa. Na hata nyumba za ambazo Yusufu, tatizo lilikuwa Yusufu pale, aliyoweza kulipia yeye. Na ndio maana mamajusi walikuja na ilikuwa haijajaa. Mamajusi wa mashariki, uliona wale kwenye zizi wale? Elezea. Yaani wao walikuja baada ya mtoto kuzaliwa, ila kabla ya mtoto, wakati zile siku za kuzaliwa kupata nyumba, na wale walipitia mpaka ikulu wakasalimia. Manake pia wale hata nyumba zingekuwa wangelala hata wapi. Kwa ni nyumba aliyokuwa naiweza Yusufu. Kwa hiyo inakuonyesha tu kwamba hali ilikuwa ni tete. Kwa sio umaskini wa kiroho, ndio nilichokuwa najaribu kusema, ni umaskini. Sasa lazima uiteke nyara fikra yako ikwambie wewe uko wenu una magonjwa. Lazima uiteke nyara, alafu uiulize uko upi. Unaongelea Wachaga? Kama unaongelea Wachaga, unaongelea Wanyakyusa? Kama unaongelea Wanyakyusa, mimi nimehama, nimeingia kwenye ukoo wa Yesu. Na last time I checked in the Bible, huu ukoo hauna mikosi. Yani nilipoangalia ukoo hauna laana. Yani kwa sababu nikiangalia watu waliolaaniwa kwenye huu ukoo, nimejaribu kuwatafuta, huu ukoo sijawaona. Huu ukoo nimeonaga tu unachukuaga watu tu vilaza, wanageuzwa wanakuwa vitu vya vingine kabisa. Last time I checked. Yani lazima hiyo fikra, yani ili uwaze hivyo, hiyo fikra haitokei. Na ndio maana unaifanyaje? Unaiteka. Pokea neema ya kuteka nyara fahamu zako katika jina. Nasema pokea neema ya kuteka nyara fahamu zako katika jina la Yesu. Yani lazima, yani hiyo kitu. Mtu wa Mungu, mimi nakuelewa. Yani hata mimi leo mchungaji, mimi leo pastor, mimi leo bado nateka nyara.
Na ndio maana mimi sipendi kutembea na watu, kwa sababu kutembea na mimi pia I am kind of a weird person. Unaweza usinielewe sana, kwa sababu ili swala la kuteka nyara fikra kwangu mimi ni jambo serious sana. Mimi naweza nikawa natembea tu hivi ukasikia nimesema kwa jina toka. Sasa wewe utaelewa. Yaani na hapo tulikuwa tunaongelea hapo tulikuwa tunaongelea tu yani Simba na Yanga. Alafu ghafla mimi nikasema toka. Sasa utazani mimi nakutoa wewe. Kumbe mimi kuna wazo limekuja. Hivi unajua ukitembea kuna wazo linakuja hivi. Vipi ukikatisha ukagongo hapa. Au jamani ni mimi peke yangu. Mimi naomba tu wanadamu wenzangu, kama kuna wanadamu naomba ni confirm. Pengine kuna malaika wengi hapa wameficha mabawa. Kama kuna wanadamu wanawazaga kama mimi, naomba tu ni confirm. Yaani unaweza ukapita tu mahali. Yaani kuna kitu kanambia jirushe. Yaani kuna kitu tu kanakwambia. Na inaanzaga hivyo watu wa Mungu. Inaanzaga hivyo. Yaani mkisikia mtu amejiua, hajajiua siku aliyojiua. Amejiua siku ambayo kuna fikra ilikuja na hakuiteka. Kuna kitu unaweza kukuta tu, yani una stress tu za kawaida tu za watu wote, kuna kitu kinaniambia jigongeshe hapo. Sasa yani jigongeshe pale. Sasa pale ndio watu tulioelewa siri za ulimwengu wa roho huaga haturuhusu hicho kitu kiseme mara mbili. Na hiyo mimi nimejifunza kwa nani? Kwa Yesu. Yesu anasema mimi naenda msalabani, Petro anamwambia kiongozi, haya mambo yatakukuta. Yesu hapo anasema kanyuma yangu shetani. Yaani akusubiri sio kwenye maombi ya jioni, akusubiri sio kwa na hekima kuna kikao amwambie Petro kwamba Petro pale ulikosea. Yesu akajua hamna. Ili wazo analotaka kuniambia mimi mwenyewe naliwaza hilo hilo. Sio kama unaniambia, ili kwa kwambia Petro, si ndio maana Yesu akaenda mlimani akasema Baba, kwa kweli kama inawezekana afanya tu kama alivyosema Petro kule chini. Yaani ndio hiyo nayo kukwambia. Ndio kama yani kama Baba ikiwezekana, mbona kama Petro kule aliongea na nilia pointi. Yaani kwa hiyo kama inawezekana, yani basi tufanye na suggest alichosema Petro kule. Lakini sio kama ninavyotaka mimi, ila mapenzi yako yatimizwe. Lakini sasa kilichomfanya Yesu kuomba vile, alishashinda kule. Na kwa nini Yesu anamwambia mkaa nyuma yangu shetani, wewe ni kikwazo kwangu? Hauwazi ya Mungu, unawaza yaliyo ya wanadamu. Kwa sababu gani? Yaani Yesu aliona ili wazo la Petro hili nikili entertain na najiunga naye, ili ni zuri. Na ndio sababu lazima uwe na uwezo wa kuzimisha. Unasikia tu kuna kitu kinakwambia mimi sidhani kama wewe utazeeka. Sema kwa jina la Yesu nitatimiza siku zangu. Sio kama unanielewa. Kuna kitu kinakuja ndani yako kabisa. Hujawahi kuwaza, unawaza wazo la kifo. Wewe unakufa unawahi wapi wewe? Wapi umri huu unawahi wapi? Unaenda kufanya nini ili waje? Unatoroka kufanya nini? Kuna andiko linakuja eli wafu katika Bwana. Wewe umri huu hujafa, umetoroka. Pastor unaongea mambo magumu, hiyo pia ni wazo. Teka nyara hilo. Hilo ni wazo jingine. Teka nyara. Mimi siongei mambo magumu. Teka nyara hiyo fikra. Sasa kama naongea mambo magumu, wewe unataka kufa? Unataka? Sema toka kwa mara ya 4. Ndio maana kuna wakati mimi yani nikitembea tu unaweza kaniona nimesema jina la Yesu. Kwa sababu kuna kiumbe kimekatiza hapa. Kimekuja na wazo lake. Sasa mawazo yanaanza hivi. Wewe linaanza kama wazo linalopita kwa spidi, likirudi linakuja kama wazo linalotembea, likirudi mara ya 3 linakuja kama wazo linalokaa, likikaa linakuwa ni wazo lako. Na ndio maana fuatilia. Mimi watu wengi ambao Mungu amenipa neema ya kuwahudumia ambao walikuwa katika state ya kujiua, wengi naweza nikawa nahubiri hivi, mtu analetea sumu, analetea dawa. Kuna mwingine kuja amesaga chupa. Yeye alikuwa nazo. Na kumuuliza umekuwa nazo siku ngapi? Anasema pasa hizi nilikuwa nazo wiki nzima. Wiki nzima unasubiri nini? Manake hilo wazo lilikuwa lijamachua hilo. Yaani ilianza tu kama wazo, alafu kuna kitu kikamwambia watishie. Akatishia. Akachukua mzigo akakaa nao ndani. Maana huyo mtu asingewaiwa na neno la Bwana.
lile wazo lingepita siku nyingine, ndio alijirusha gorofani. Nyinyi mnaanza kushangaa ni nini? Kuna wazo hakuliteka nyara na kulipeleka anakotaka, aliacha limpeleke yeye anakotaka. Sio kama kuna mtu ananielewa? 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 Kwa hatua ya pili ni kuteka nyara fikra, imtii Kristo na istii mazingira. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Nasema pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Nasema pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Kama unanielewa, mpe Bwana Yesu makofi ya utukufu. Lakini jambo la mwisho, tumeumbwa kushinda kitu kinaitwa tabia za kimazoea. Sasa kuna mambo tayari yameshavuka kwenye wazo, yameshakuwa tabia. Yani they have become part of us, kwa sababu tayari tumeyaishi, tumeyaona hivyo. You are what you are because of what you believed. Ulichokiamini na ukakiishi kimeanza kukufanya kuwa hivyo ulivyo. Sasa eneo jingine ambalo tumeumbwa kushinda, na tuna kitu cha kushinda ndani yetu. Tumeumbwa kushinda kila hali, every circumstance, na kila tabia ya kimazoea, kila tabia ya kimazoea. Sasa ukiangalia kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 anatuonyesha kitu kingine ambacho tumekishinda kupitia damu ya Yesu. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 19. Kama kuna mtu ananielewa aseme amen. Yani I feel fulfilled tonight. Very, very, very fulfilled. Petro wa kwanza, bado hujaipata? Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19. Au nitumia kwangu? Ni ujumbe wa Bwana. Haleluya. Amesema mwenyewe. Haleluya. Ni hiyo. Amen. Na pambio unaona imegoma, basi pata huku kwangu. Anasema kwa maana fahamuni ya kwamba mlikombolewa. Nikianza kusoma tu hapa itatokea, mtaona. Fahamuni ya kwamba fahamuni ya kwamba mlikombolewa kutoka kwenye mwenendo wenu usiofaa ambao mliurithi kutoka kwa baba zenu, si kwa vitu viharibikavyo kama fedha na dhahabu, bali kwa damu ya thamani ya Kristo, yule mwana kondoo asiye na dosari wala doa. Anasema mstari wa 23, kwa maana mmezaliwa upya, si mbegu iharibikayo. Now you see, hapa nataka upaone mstari wa 23 anaposema kwa maana mmezaliwa upya, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kupitia, what is that seed? Kupitia neno la Mungu lililo hai. Kwa hiyo kilichotuzaa ni mbegu ya neno la Mungu, ambayo inatuondoa kwenye mwenendo usiofaa tuliourithi kwa baba zetu, kwenye tabia zisizofaa, kwenye mazoea yasiyofaa tulioyarithi. Kwa hiyo kumbe, kwa mbegu ya neno la Mungu tunaweza tukashinda hata vya kurithi. Sio kama kuna mtu amenielewa? Nasema kwa mbegu ya neno la Mungu tunaweza tukashinda hata vya. Watu wa Mungu, kila mtu hapa familia yake ina mambo mabaya, na ukomavu ni kuyajua na kuyakubali kwamba haya ni vimeo.
ili ujue ya kwamba sitakiwi kupita hapa. Sasa anatuonyesha, nanyi fahamuni ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viliharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba. Kwa hiyo mnaona, kumbe kuna tabia, kuna mwenendo, kuna vitu huwa ni matokeo ya watu waliotutangulia. Lakini pia ukitaka kushinda kuwa bora kuliko waliopita, lazima vilivyowashinda wewe uvishinde. Mi ndo maana watoto wangu wote walipozaliwa, kitu cha kwanza niliwawahi hospitali kabla watu hawajapiga vigelegele. Nilishika nikamnong'oneza kushoto, kwenye sikio la kushoto na sikio la kulia, nikamwambia, sikiliza, Bwana Mungu wako, Bwana ndiye mmoja, hautakuwa na Mungu mwingine isipokuwa Yehova. Sikio la kulia. Nikamgeuza sikio la kushoto, watoto wangu wote niwafanyia hivyo. Nikamgeuza kwenye sikio la kushoto, nikamwambia, kuanzia sasa, karibu duniani, wewe ni raia wa kwanza wa dunia hii. Popote unapoenda utapokelewa, popote unapoenda utakuwa na kibali. Yaliyonikimbiza hayatakukimbiza, yaliyoniangusha hayatakuangusha, yaliyonifelisha hayatakufelisha. Kwa hiyo kabla ya vigelegele na mashangazi kwanza kukagua masikio ya watoto wangu, hilo ndio neno la kwanza alisikia. I was very strategic, kwa sababu nilikuja kugundua ni rahisi sana jitu lililomkimbiza baba yako kukukimbiza wewe. Wengi wewe hata vimeo unavyopitia sio vya kwako. Wewe unapigana vita za kwenu. Shida haukuwahi kujua kuna namna ya kuchomoka. Mimi niliwahi kuomba maombi Pastor Morris siku 21. Na kataa yaliyomwangusha baba asiniangushe mimi. Sasa ni vizuri kujua alikuwa na mazuri yake, lakini kuna mahali naye pengine alinasa ambako sitaki ni nasa. Na sio kusema hivyo kama umemkosea heshima. No, ni ukweli. Ni ukweli, kwa sababu lazima wewe uende mbele alipoendea yeye. Na nikaja kugundua Goliati ana wadogo zake. Ukisoma vizuri Biblia, hivi unajua Goliati aliyemuua Daudi, Daudi aliyemuua Goliati, Daudi alipokuja kuwa mtu mzima, kuna Goliati mingine miwili midogo zake, mindugu yake Goliati alikuja kutokea, na limoja lilitaka kumuua Daudi. Thank God Daudi alikuwa amezaa watoto wenye nguvu kama yeye, ndio wakamuokoa. Maana yake hiyo tu inakuonyesha ya kwamba majitu hayafagi yote. Yani kama ambavyo wewe ni kizazi kilichopita, majitu naye yana kizazi cha mbele yake. Kwa hiyo kama yalifukuza wale, yanakuja kufukuzia wewe. Kwa hiyo lazima ujue pia, ni lazima ujue wewe umejengewa kushinda, sio tu vitu, hali, watu, ni kushinda hata hali za kihistoria, hata majitu. Kwa hiyo mambo yanayowakimbiza watu hayatakiwi kukukimbiza wewe. Sio kama kuna mtu ananielewa. Daba au never. Yani nilisema yale maombi, nilikuwa nasema au never, sitaishia alipoishia yeye, sitafanya alipofanya yeye, mimi babangu nilimwambia babangu, I am sorry kama nitakuwa nimekukwaza, lakini nikamwambia baba, mimi sitaanzisha kanisa kama wewe. Sijui kama alinielewa, ila sasa hivi ananielewa. Maana naye pia kuanzisha kama baba yake, hakuniambia tu, lakini hiyo na uhakika. Nikamwambia hapana, mimi nikamwambia baba, mimi kitokea kuja kwa mchungaji, sitafanya huduma kama wewe, sitaanzisha kama wewe. Kwa sababu gani? Kuna vitu nimevipenda kwako na kuna vitu sikuvipenda, nimevichukua kama shule ili mimi niende mbele. Lazima kwenye maombi useme, sitakuwa mahali walipoishia wazazi wangu, sitashindwa na tabia zilizowashinda,
sitashindwa na vitu vilivyowashinda, sitanaswa na mitego walionaswa. Mimi siwezi kuwa mwanga wa umaskini ule ule niliouona kutokea kwa babu ukaja kwa baba uje kwangu. Nimezaliwa na mbegu upya. Ile mbegu mpya inaweza ikanifanya niwe mtu mwingine katika jina la Yesu. Si upokee neema ya kushinda mwenendo usiofaa, upokee neema ya kushinda kila njia ambayo hukutakiwa kuipita katika jina la Yesu. Na usiku huu just kwa neno hili tu, kwa sababu umelisikia, umevuka kwa jina la Yesu. Nasema umevuka kwa jina la Yesu, kwa sababu tu ya neno hili ambalo Bwana ameshalitamka.